Si kwamba Chadema hatutashiriki uchaguzi. Si kwamba Chadema tumejitoa kwenye uchaguzi. Hatujajitoa, na sio kwamba tumesema hatutashiriki. Nchi haitakwenda kwenye chaguzi kama hakuna reforms. Na kama hoja hii inatajwa kuwa ni uhaini, basi wahaini kwa kutetea mifumo bora ya uchaguzi, kwa kutetea haki ya kura ya mpiga kura, tutakuwa wengi kwenye nchi hii, na hili taifa sasa halitakimbiliwa tena na mataifa mengine kwa maana ya kuwekeza. Kama hoja hii inatajwa kuwa ni uhaini. Lakini tunachokiamini kwamba hata CCM wapo wanaosema no reform no election, ila hawawezi kujitokeza, wako nyuma yetu. Jambo la no reform no election ni muhimu likatambulika, ni agenda ya kitaifa, sio agenda ya Chadema. Ni agenda ya kitaifa. Sasa kwenye hili lazima niwe wazi, niseme kwamba kwenye kanda yetu wako watu wachache ambao tulisema wana vi-element vya G55. Wako watu kama alivyozungumza mwenzangu kwamba wameanza kuokoka, tunawaombea. Wako watu ambao ni viburi, wanaendelea kuwa kwenye G55. Hatuwezi kufumbia macho jambo hili, lazima tuwakabili. Yupo kiongozi kwenye kanda yetu hii ya Magharibi, na kwa maslahi mapana ya taasisi ni muhimu nikamtaja wazi hadharani, chama kikajua, taifa likajua kwamba tunao watu wanaopinga huu mfumo katika taasisi ambayo inakwenda kuwakomboa Tanzania. Ndugu Masanja ambaye ni makamu mwenyekiti wa kanda yetu, hana tofauti na huyo aliyehasi kanda ya kati, makamu mwenyekiti wa kanda ya kati, aliyeitisha mkutano wa hadhara Singida, akazungumza vitu vya hovyo na vya kipuuzi. Tofauti ya yule na huyu wa Magharibi ni kwa sababu yule aliita mkutano wa hadhara, huyu ametumia mitandao ya kijamii. Ninalo andiko lake hapa kwenye simu, kwenye magrupu yetu ya chama. Kwa nafasi yake, huyu Masanja Katambi ambaye ni makamu mwenyekiti wa kanda ya Magharibi, anasema wanao support no reform no election ni mbwa wanaobweka. Maana yake anatukana viongozi wote wa kamati kuu ya chama, anatukana wajumbe wa mkutano mkuu, anatukana wajumbe wa baraza kuu, anamtukana mwenyekiti wake wa kanda kwa sababu ndiye msemaji wa kanda na yeye ni msaidizi wake. Anatukana kamati ya utendaji ya kanda, anatukana mashauriano kanda, anatutukana mikoa yote mitatu inayounda kanda ya Magharibi. Sasa wito wangu, kwa sababu tunajua kwenye kanda yetu hatukufanya kosa, tuna kiongozi makini, wakili msomi Dickson Matata. Kwenye jambo hili mimi naamini yuko anajipanga tu, anapitia katiba namna ya kumwajibisha. Kile walichokifanya kanda ya kati chini ya mwenyekiti wa kanda Devota Minja ni muhimu kikaja kanda ya Magharibi. Mheshimiwa wakili Dickson Matata, mwenyekiti wetu wa kanda, ambaye tunaamini kanda hii kwa kupatikana kwako inakwenda kuwa kanda imara, inakwenda kurudisha historia. Ni vizuri watu wanaokinzana na mfumo na tamko la chama wakaonywa na wakakaa pembeni. Na kwenye hili nipendekeze, sitaki kuingilia mamlaka ambayo itamchukulia hatua, lakini naomba nipendekeze kwenye operation ya no reform no election inakuja kanda ya Magharibi. Ni vizuri huyu mtu ndugu Masanja huyu, na popote alipo awe anasikia hii kitu, asijishirikishe na jambo lolote ya maandalizi ya kupokea viongozi watakao kuja kuhubiri no reform no election kwenye kanda yetu na kutoa elimu kwa nini hatuendi kwenye uchaguzi kama taifa bila kupatikana mifumo bora ya kiuchaguzi. Kwa sababu ni moja kati ya watu anayekwamisha, lakini amewaita ni sawa na mbwa wanaobweka. Sasa anawezaje kushiriki mapokezi hao viongozi? Kwa hiyo ninapendekeza pamoja na hatua zingine zitakazochukuliwa dhidi yake, kwanza awe nje ya mfumo wa kiuongozi, akae pembeni ili tupokee viongozi ambao wanapita nchi nzima, majimbo yote, kutoa elimu ya kwa nini kama taifa halitakwenda kwenye uchaguzi kama hakutakuwa kumepatikana mifumo bora ya kiuchaguzi na kanuni za uchaguzi. Jambo jingine ambalo nataka nizungumze, nadhani message sendi kwa ndugu Masanja kwenye hilo,
na kanda ijue hilo kwamba tunaye kirusi mkubwa ambaye ni makamu mwenyekiti wa kanda, na hatua zichukuliwe immediate. Kwenye hili hatutaki kupapasa na hatutakaa tumuogope mtu kwa cheo chake, kwa sababu ana misbehave mifumo na misimamo ya vikao halali vya chama, tena vya kitaifa, ambavyo viongozi wote wa wakilishi wa majimbo, mikoa na wilaya walihusika Mlimani City tarehe 21 na 22 kwenye kubariki ajenda ya kwa nini kama taifa litakwenda kwenye chaguzi kama hakutakuwa kumepatikana mifumo bora ya kuchaguzi. Kwenye hilo jambo